Bwana, wakati mashindano ya kombe la dunia ngazi ya vilabu yakiendelea kutimua vumbi huko nchini Marekani, tunafahamu kwamba rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi Said ni moja kati ya watu ambao wako huko pia wakishuhudia mitanange hiyo ambayo imeendelea kutimua vumbi huko, na tunafahamu kwamba Engineer Hersi Said yuko huko, lakini pia tunafahamu kijana wake, mtoto wake unaweza ukasema hivyo, Stefan Aziz Ki, yeye pia ni moja kati ya watu ambao wanakiwasha huko akiwa na timu yake ya Wydad Casablanca. Kwa nini nimesema ni mtoto wake? Ni kutokana na namna ambavyo alisimama kwenye ndoa yake dhidi ya Hamisa Mobeto, na Stefan Aziz Ki alizungumza kwamba huyu ndio mzazi na ndiye alikuwa amesimama kwa niaba ya familia. Sasa wakati Engineer Hersi Said akiwa huko bwana, wamekutana na kijana wake bwana Stefan Aziz Ki ambaye anakiwasha huko. Aziz Ki na rais wa klabu ya Yanga na nukuu maneno ambayo Stefan Aziz Ki aliyazungumza alipokutana na Engineer Hersi Said. Anasema kukuona hapa na familia kwa ajili ya kuniunga mkono inanionyesha kwamba wewe ni zaidi ya rais. Wewe ni mtu mwema, wewe ndiye mtu aliyenifungulia mlango kuja Tanzania. Sehemu ya maneno aliyoandika nyota wa zamani wa Yanga Stefan Aziz Ki ambaye kwa sasa anakipiga ndani ya klabu ya Wydad Athletic Club, akionyesha shukrani zake kwa rais wa Yanga Hersi Said. Wawili hao wamekutana Marekani ambapo inafanyika michuano ya kombe la dunia kwa ngazi ya vilabu, na Hersi alishuhudia mechi ya Jumatano kati ya Manchester City dhidi ya Wydad Athletics. Bana, tunafahamu mchezo huo ulimalizika kwa klabu ya Wydad Casablanca kukubali kichapo cha goli 2-0. Sasa Engineer Hersi Said pia amekutana na mchezaji wa klabu ya Wydad Casablanca Mtanzania Suleiman Mwalimu ambaye pia alisajiliwa na kosi hicho akitokea ndani ya klabu ya Singida Black Stars. Kwa hiyo bwana, wamekutana bwana Engineer na Stefan Aziz Ki, lakini pia Suleiman Mwalimu rais na vijana wake kama hawamtumii Suleiman, waambie watupe sisi wananchi aje akiwache Champions League. Ni maneno ya baadhi ya mashabiki ambao wamesema ama wamemwambia Engineer kwamba ama hawamtumii Suleiman Mwalimu basi awaambie wapewe wao wananchi aje akiwashe. Kwa hiyo ni moja kati ya maneno ambayo yameendelea kuzungumzwa mara baada ya picha kimuonyesha Engineer Hersi Said pamoja na Suleiman Mwalimu pamoja na Stefan Aziz Ki kwenye picha moja. Bwana, nikupitishe kwenye tunasema kwenye muonekano wa mashindano ya kombe la dunia ngazi ya vilabu kwa maana ya FIFA Club World Cup. Pengine ufahamu thamani ya kombe hilo ama michuano hiyo, lakini pia ujue advantage pengine ya baadhi ya wachezaji ambao wana kiwasha kutoka bara la Afrika. Tunafahamu timu ambazo zinawakilisha bara la Afrika ni timu 4. Kuna Esperance de Tunis, kuna Wydad Casablanca, kuna Al Ahly pamoja na Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo vilabu hivyo kushiriki michuano hiyo ni advantage kubwa sana kwa baadhi ya wachezaji kutoka bara la Afrika kukutana na mastaa wakubwa kutoka kwenye timu kubwa kama Manchester City, lakini pia Real Madrid, Benfica, PSG. Kwa hiyo ni moja kati ya faida kubwa sana ya wachezaji hao wa Afrika kukutana na wachezaji hao ambao wanacheza kwenye vilabu vikubwa. Bana, kombe la dunia la vilabu Marekani, soko kwa wachezaji wa Afrika, wanaweza kusema hivyo. Mashindano ya vilabu yanayofanyika Marekani chini ya usimamizi wa FIFA yameibuka kuwa moja ya majukwaa makubwa duniani yanayowaweka wachezaji wa Afrika kwenye ramani ya soka la kimataifa kupitia ushiriki wa baadhi ya vilabu vya Afrika 2025 kama Al Ahly ya kutoka Misri, Wydad Casablanca kutoka Morocco, Esperance de Tunis kutoka Tunisia na Mamelodi Sundowns kutoka Afrika Kusini. Vipaji vya Kiafrika vinapata nafasi ya kuoneshwa mbele ya macho ya dunia nzima. Kila mechi kwenye mashindano haya ni zaidi ya ushindani wa pointi, ni fursa ya kukuza uwezo wa mchezaji kwa hadhira ya kimataifa. Wanapocheza dhidi ya vilabu kutoka Ulaya, Amerika Kusini na Asia, wachezaji wa Afrika wanapimwa moja kwa moja dhidi ya majina makubwa ya soka. Mabeki wanaonyesha uimara, viungo wanaonyesha ubunifu, na washambuliaji wanabeba matumaini ya bara zima kwa kila bao wanalofunga. Mashindano haya yamegeuka kuwa mnada wa vipaji ambapo kila pasi ya maana, kila ushindi mkubwa na kila umahiri wa kiuchezaji
huwa kama tangazo la wazi kwa vilabu vikubwa duniani. Ni kawaida kwa mchezaji mmoja tu kung'ara kwenye mechi moja na kujikuta kitajwa kwenye vichwa vya habari vya mawakala wakubwa. Mashindano haya yanajengwa kwenye ushindani wa hali ya juu, hali ambayo huwafanya wachezaji wa Afrika kuthibitisha thamani yao. Vilabu vya Afrika vinaposhiriki navyo huongeza thamani ya ligi zao za nyumbani. Hii huwapa wachezaji motisha zaidi na kufanya vilabu hivyo kuwa vivutio kwa maskauti wa kimataifa. Kwa wachezaji kushiriki kwenye mashindano haya ni zaidi ya kujivunia jezi ya klabu, ni kujivika ndoto zao na ndoto za jamii wanazotoka. Thamani ya mashindano haya huenda mbali zaidi ya dakika 90. Wachezaji wananufaika si tu kwa kutazamwa, bali pia kwa kujifunza kutoka kwenye mbinu, mazoezi, nidhamu ya kiufundi na hata mazingira bora ya kimataifa. Uzoefu hii huwafanya kuwa bora zaidi kiakili, kimwili, kiweledi, jambo linaloweka karibu na viwango vya wachezaji wa ligi kubwa duniani. Kwa mchezaji wa Afrika, mashindano haya ni daraja la kweli, ni mahali ambapo jina linaweza kupanda thamani, kubadilika na maisha kufunguka kwa mlango mpya wa ndoto. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukazungumza kwenye mashindano haya ya kombe la dunia ngazi ya vilabu, kwa maana ya FIFA Club World Cup, kwa namna ambavyo pengine wachezaji kutoka bara la Afrika huonekana na namna ambavyo wanaweza wakatangaza majina yao na kuonyesha vipaji vyao kwa vilabu vikubwa pale ambapo wanapokutana na wachezaji wakubwa kutoka kwenye vilabu vikubwa. Lakini kubwa zaidi ni Stefan Aziz Ki kukutana na rais wa klabu hiyo, rais wa klabu ya Yanga, ama alikuwa rais wake ndani ya klabu ya Yanga, Engineer Hersi Said huko nchini Marekani. Tunafahamu kwamba mpaka sasa klabu kutoka bara la Afrika ambayo tayari imeshakwisha kuvuna pointi 3 ni pamoja na Mamelodi Sundowns, wao wakishinda mchezo wao wa kwanza. Lakini tumeona pia klabu ya Al Ahly kutoka nchini Misri kikubali kichapo cha goli 2 kutoka kwa wababe kutoka kwa FC Porto, moja kati ya matokeo ambayo yameendelea kuiweka pabaya klabu ya Al Ahly, kwa sababu kitazama kwenye msimamo wanasaliwa na pointi 1. Lakini tunasubiri mchezo wa pili kwa Wydad Casablanca, lakini pia Express de Tunis ambao bado hawajacheza mchezo wa pili. Lakini mpaka sasa unaweza ukaona kwamba timu kutoka bara la Afrika ambayo pengine ina nafasi ya kufanya jambo kwenye kundi lake na kuweza kufuzu hatua inayofuata ni Mamelodi Sundowns, ambao wao mchezo wa kwanza waliweza kuibuka na ushindi wa goli 1-0. Lakini ngoja tusubiri na kuona nini ambacho pengine vilabu vya Afrika vinakwenda kufanya jambo gani kwenye michuano hiyo mikubwa, michuano yenye thamani kubwa, kama ambavyo nilikujuza kwamba mshindi wa mechi moja anajizolea kitita cha shilingi bilioni 5.2. Kwa hiyo unaweza kuona ni usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.